Wow, hii ni Biblia Kidijitali, platform inayokupa uchambuzi wa mambo mbalimbali, na hii ni question and answer. Na leo nimepata bahati, nimekutana na mtumishi. Yeye ni mwimbaji lakini pia ni mchungaji. Karibu Pastor Epa. Jina lako kamili ni nani? Tunataka kufahamu. Jina kamili la kwenye cheti cha kuzaliwa. Kwenye cheti cha kuzaliwa linaitwa Epafrodito Kichemba. Okay, kwenye Biblia ile kumtembelea Paulo. Rafiki wa Paulo. Rafiki wa Paulo. Amina. Sasa Pastor, mimi nina swali nataka nikuulize. Pastor, wewe ni mwimbaji. Kwa nini waimbaji wamekuwa na changamoto sana, ama watumishi katika huduma hiyo ya uimbaji imekuwa na changamoto? Changamoto ya kwanza ya kitabia. Lakini changamoto ya kitabia, yani kiburi wakati wengine. Na wengi wao hawana wachungaji, yani hawana kanisa fulani, leo wapo huku kesho wapo huku. Lakini hata ndoa zao zinasumbua. Lakini wakipata hela wao wanabadilika, ni hawawezi kuwa chini ya mchungaji. Wewe ni mchungaji, lakini ni mwimbaji. Naweza ukanipa jibu, kwa nini waimbaji ama huduma ya uimbaji, watu wenye kipawa cha uimbaji ni wasumbufu na wana mambo ambayo mara nyingi wao wameripotiwa katika mambo sio mazuri? Ninafikiri yako mambo mengi, pamoja na kuwa ni kweli kwamba kila huduma ina changamoto zake. Kila huduma ina changamoto zake. Wachungaji wana changamoto zao, wainjilisti wana changamoto zao, walimu wana changamoto. Kila huduma ina changamoto. Mitume wana changamoto, manabii wana changamoto, lakini pia na waimbaji. Sasa kwa sababu unazungumzia engo ya waimbaji, nami nitasema machache ambayo yanaweza yakawa sababu ya changamoto hizo ambazo umezisema. Moja ikiwa kutokuchungwa. Moja sababu kubwa ambayo mimi nimejaribu kuifuatilia ni moja, ni kukosa walezi. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mtu mzima. Maana yake ni nini? Waimbaji, ukiangalia cycle ya mwimbaji anavyokuwa, anakotokea. Mwimbaji anatokea kanisani, mahali ambapo mchungaji yupo, na yule mchungaji ndio anayemlea. Kwa hiyo sasa kinachokuja kutokea ni moja, ni kukosa wazazi ambao wanajua kulea huduma ya uimbaji. Sio kila huduma ina uwezo wa kulelewa. Yaani sio kila huduma ina uwezo wa kulelewa na kila mtu. Kila mtu ana huduma, kila huduma inahitaji aina fulani ya malezi. Na aina hiyo ya malezi ndio inasababisha mtu mmoja kukua na mtu mwingine kutokukua. Kwa hiyo jambo la kwanza, tuna ukosefu, lazima tukiri. Tuna ukosefu wa wachungaji ambao wana uwezo na wana neema ya kulea mwimbaji. Hiyo mwimbaji anakuwa na njaa, mwimbaji anakuwa sio tu njaa, yaani mwimbaji anakosa mazingira. Okay, samaki ana mbio sana ila akiwa kwenye maji. Sio? Ila akiwa nchi kavu hana mbio. Hali kadhalika mbwa ana mbio sana ila akiwa nchi kavu. Ukimpeleka baharini anakufa. Ndivyo ilivyo kwamba mwimbaji ana uwezo wa kufanya vizuri sana akipata mazingira wezeshi ya yeye kufanya vizuri. Kwa hiyo moja, kuna changamoto hiyo. Kwa hiyo tunahitaji Mungu atusaidie tupate mababa wazuri wanaweza kusimamia huduma ya waimbaji. Na kuna wachungaji ambao namshukuru Bwana kwa Tanzania wameweza kufanikiwa kuwa na neema hiyo ya kulea waimbaji, na tunaona Mungu anasaidia waimbaji ambao wanapita chini ya mikono yao. Hiyo moja. Lakini pili ni tunaita ni roho za ukaidi ambazo zinaibuka ndani ya waimbaji. Kuna mwingine ambaye anakuwa kwenye mazingira ambayo kabisa ni mazingira mazuri, na kuna mchungaji ambaye ana uwezo wa kumtunza vizuri na kufanya vizuri, lakini ndani yake tu kunaibuka roho ya kukaidi maelekezo, kwa sababu mtu hawezi kufanya vizuri kama hatii maelekezo ambayo mchungaji wake anampatia. Kwa maana kwamba kuna nyakati ambazo mchungaji anaweza kukwambia usifanye hiki, na unahitaji roho ya kutii ili uweze kuwa salama. Kuna nyakati ambazo
Mchungaji anaweza kukwambia kwa upendo kwamba mwaliko huu usiende. Inahitaji roho ya utii, na ukiwa mkaidi maana yake unapotea. Usipokuwa mkaidi ukawa mtii, maana yake unakuwa huko salama. Kwa tatizo la pili ni kukosa roho ya utii baina ya waimbaji kwa wachungaji wao. Hizo sababu ambazo zimesababisha. Kwa hiyo Mungu tupa neema ya kuyatengeneza mambo mawili, maana yake tunaweza kupata waimbaji ambao Mungu amekusudia kufanya vizuri na kuwa watulivu kabisa. Pastor, mimi ni mwimbaji lakini ni mchungaji. Kama ni mchungaji pia ni mhubiri. Ndio. Una roho ya kuchunga. Kuna wenzetu waimbaji wamekutwa na majanga mbalimbali ikiwemo la kitabia. Kwa kidogo alilamba kidogo pisi kali ama nini. Hao unasemaje? Lakini usiongelee kwa yengo ya waimbaji pekee yao. Nataka kufahamu kwa upana wake wa mwili wa Kristo. Watu ambao wamemtumikia Mungu kwa muda fulani lakini wakaanguka katika majaribu hata ya uzinzi, ya kula hela ya kanisa, ya utovu wa nidhamu ambao haukutakiwa. Unasema nini? Mimi wasifanye tena huduma na tunaweza ukifanya. Hawa watu ambao wamepitia changamoto kama hizo, kwanza kila mtumishi wa Mungu anapaswa kuwa kwenye mfumo ambao unamsaidia yeye kuhudumu, kwa maana kuwa chini ya kanisa la mahali pamoja, kwamba hakuna mtu ambaye anapaswa kuwa huru. Kila mtu anapaswa kuwa chini ya mchungaji, awe na mchungaji, awe na kanisa la mahali pamoja, awe na mahali ambapo yeye anatambulika kama mshirika wa kanisa hilo. Mimi ni mchungaji ndio, lakini ni mshirika wa kanisa moja hapa Tanzania. Sawa, ni mshirika, na kama mshirika ninawajibika kufanya mambo yote ambayo mshirika wa kawaida anapaswa kuyafanya. Maana yake ni kwamba sasa mtumishi akishafikia hatua ya kuanguka kwenye changamoto kama hizo, mambo kama hayo, anapaswa kufuata utaratibu wa kinidhamu wa kanisa lake la mahali pamoja, sababu naamini kila kanisa lina utaratibu wake wa kumnidhamisha mtu huyu ambaye ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kila mshirika arudi kanisani, kwa kila mtumishi wa Mungu arudi kanisa ambako analelewa. Hapo mara akolelewa apewe hatua za kinidhamu juu ya lile jambo, kama ni kukaa kwa muda, kutokukaa kuendelea kufanya huduma, atulie, afuate taratibu kama kwa muda akae pale, apewe maongozi. Yeye atapewa maongozi kulingana na kanisa lake anapotoka. Siwezi kusema sana utaratibu wa kanisa langu kwa sababu sio wote wanatoka katika kanisa langu. Naamini kila kanisa lina utaratibu wake. Kwa hiyo kila mmoja arudi. Wewe pastor, unaamini mtu ambaye amewahi kuanguka anaweza kurudi na akafanya vizuri? Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Mungu ni Mungu wa rehema. Sababu ni Mungu wa rehema.